Ikiwa kama shetani ndiye anayekufanya wewe kutenda dhambi, basi shetani angehukumiwa kwa makosa yako. Basi shetani si angehukumiwa siku hiyo? Kila mmoja angetenda dhambi kwa sasa, kwa sababu tunasema ni shetani ndiye anayetufanya tutende dhambi. Lakini shetani atahukumiwa kivyake, na wewe utahukumiwa kwa sababu ulitenda dhambi. Sasa kwa nini unasema ni shetani ndiye anayekufanya utende dhambi? Dhambi unazozitenda ni maamuzi. Maisha ya utakatifu ni maamuzi, na maisha ya dhambi ni maamuzi. Kazi ya shetani ni kutengeneza mazingira ya ushawishi wa wewe kujiingiza katika dhambi. Shetani anahubiri na Mungu anahubiri. Matokeo ya jinsi ulivyo ni matokeo ya mahubiri unayosikiliza. Unasikiliza mahubiri gani? Maana Mungu na shetani wako katika kampeni. Kumchagua Mungu au shetani iko juu yako. Kwa hiyo shetani hatahukumiwa kwa mbadala wa makosa yako, utahukumiwa wewe. Kwa nini hukumiwa wewe na wala sio shetani? Ili hali kwa sasa wewe kijana unamsingizia shetani, unajua ujana maji ya moto, shetani ana nguvu. Ana nguvu wapi? Nguvu gani unamtukuza shetani wewe, agent wa shetani? Shetani hana nguvu ndani ya Yesu Kristo. Ikiwa mtu amekuwa ndani ya Yesu Kristo, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Tunapokuwa ndani ya Yesu Kristo, shetani hana tena mamlaka ya kututawala. Tulipokuwa hatujamwamini, alikuwa na mamlaka ya kututawala. Lakini hata sasa, kwa sababu Yesu amekufa, huyu Yesu, ndio maana ninampenda Yesu vilivyo, kwa sababu Yesu hatuhesabu kama jana kwa sababu tulidumu katika dhambi. Hapana, tunapoamua kumchagua yeye na kumwisha yeye, hakika wale wote waliomwamini aliwapa uwezo kufanyika kuwa wana wa Mungu, sio waliozaliwa kwa mapenzi ya mwili. Amua leo ndugu yangu, ewe uliye na wokovu vuguvugu, Bwana anakutapika. Wengi wanatapikwa hivi karibuni. Wachungaji wengi wamekwisha achwa na Mungu. Kilichobakia ni kuona tu mauti zao, lakini wao Kanaani wataikosa. Ninazungumza haya kwa sababu ni balaa kubwa ambalo Mungu amenena nami, ya kwamba wengi, wazee wengi, wachungaji wengi, maaskofu wengi, si utazame hata sasa ule moto, ule upendo wao wa kwanza haupo. Kwa sababu gani? Wameruhusu mazingira ya dhambi, wamekwisha mkufuru Roho Mtakatifu, na kilichopo tu ni kwamba wanakamilisha kazi yake, lakini wao watakuwa ni watu wa kukataliwa. Mwanadamu, sikiliza nikwambie, yafaa ukafahamu neema ya wokovu tuliopewa. Ikiwa wewe unayenifuatilia haujamwamini Yesu Kristo, ni lazima ujue ya kwamba shetani hatahukumiwa kwa mbadala wa makosa yako. Hivyo usimsingizie shetani. Shetani yupo kukutengenezea mazingira. Kila ulichokichagua ni wewe mwenyewe umeamua. Amua leo kumwishia Yesu Kristo, uone kama Yesu Kristo hatatengeneza maisha yako. Mwanadamu, ni Yesu Kristo anakuita, anakupenda. Hatamani aweze kukuona ukiangamia, wala sio furaha yake. Ana huzuni hata sasa. Huyu Mungu anasema hata sasa bado ujaposema anakawia, lakini anakungoja wewe upate kutubu. Wewe mchungaji ulianguka katika uzinzi, wewe mtume nabii unayehubiri kwa habari ya kubarikiwa, lakini hauambii watu kwa habari ya dhambi, na hatimaye unazini na ushirika wako. Yesu Kristo anakuonya, anakungoja upate kutubu. Si kwamba hana uwezo kukuondoa hata sasa, lakini anakupenda. Wanaotubu na kumwishia yeye na kuyaacha mambo yao ya kwanza, Mungu anarudia tena. Kumbuka, wako watu ambao wamekwisha kumkufuru Roho Mtakatifu kiasi kwamba hapo mwanzo walikuwa ni watumishi wa Mungu wazuri. Na nikwambie tu ya kwamba yeyote aliyepotoka katika kizazi hiki, yeyote ambaye unamuona amekuwa nabii wa uongo au ameiacha njia ya kweli, hapo kwanza alikuwa ni mtumishi wa Mungu mzuri. Lakini kitu gani kilichoingia hapa? Roho ya mazoea. Akazoelea huduma, akamzoelea Mungu. Sasa akatamani umaarufu. Shetani akaingiza kampeni zake hapo katikati, akachagua haya, na matokeo yake hata sasa Mungu amekwisha mwacha kama Sauli. Kiwa kama Sauli aliachwa, wewe ni nani usiweze kuachwa?